Ndugu zangu wapendwa, katika kipindi cha Pasaka kumekuwa na matamko mbalimbali ya viongozi wa dini wakitoa ujumbe mbalimbali kuhusu masuala kadhaa ya nchi yetu, na hasa matamko yaliyotoka kwenye vinywa vya maaskofu wa kanisa Katoliki. Mimi nikaona ni muhimu wakati huu kutoa tafakari ya nafasi ya baraza la maaskofu katika masuala ya kichungaji. Na hii imetokana hasa na kwamba vyombo vingi vya habari vimekuwa vinaripoti taarifa ambazo zinapotosha, zinazoweza kuleta taharuki kwa watu. Kwa mfano, mara nyingi vyombo vya habari vimeripoti kimakosa kuwa kardinali ni kiongozi wa kanisa Katoliki. Ukweli ni kwamba kardinali sio kiongozi wa kanisa Katoliki. Kardinali sio kiongozi wa maaskofu, wala hana mamlaka ya moja kwa moja ya kichungaji wala ya kiutawala dhidi ya maaskofu wengine kwa hadhi yake hiyo ya ukardinali. Ukardinali ni hadhi tu, sio mamlaka ya kichungaji juu ya maaskofu wengine. Hii tunaiona kwenye sheria za kanisa, yaani canon law namba 349 hadi 359. Uongozi wa baraza la maaskofu Tanzania katika ngazi ya taifa huchaguliwa kwa kura na maaskofu wenyewe, ambako humpata askofu ambaye ni rais wa baraza la maaskofu, wanampata makamu wa rais wa baraza la maaskofu, na kunakuwa na katibu mkuu mtendaji ambaye yeye sio lazima awe askofu. Rais wa baraza la maaskofu naye sio kiongozi wa maaskofu, bali ni mratibu wa shughuli za maaskofu Tanzania. Na wala vile vile kiongozi wa maaskofu sio kardinali, labda kama kardinali atakuwa amechaguliwa kwa nafasi hiyo. Kumbe basi kardinali ni hadhi tu, lakini sio kiongozi wa maaskofu. Rais wa baraza la maaskofu ni mratibu tu wa shughuli za maaskofu, naye vile vile sio kiongozi wa maaskofu wa Tanzania. Hata rais wa baraza la maaskofu kiuhalisia ni mratibu tu, kama nilivyokwisha kusema, kwa sababu mamlaka ya askofu yanatokana na uaskofu wenyewe na sio kura ama vyeo ambavyo vinapatikana ndani ya baraza la maaskofu. Sasa nizungumzie mamlaka ya askofu wa jimbo. Kadri ya sheria ya kanisa inampa askofu wa jimbo mamlaka kamili ya kawaida ordinaria, ya pekee propria, na ya moja kwa moja immediata juu ya waamini wote walioko ndani ya jimbo lake, kadri ya sheria canon 331 ile ya kwanza. Hivyo askofu ana uhuru wa kutoa ujumbe wa kichungaji, maelekezo na mafundisho kwa waamini wake kulingana na dhamiri yake ya kichungaji. Vipi sasa kuhusu baraza la maaskofu? Baraza la maaskofu ni mkutano, conference, ni umoja wa maaskofu wa kichungaji kadri ya sheria za kanisa canon 455 namba 1 hadi 4. Baraza linaweza kutoa maamuzi kwa ajili ya waumini wa nchi nzima. Baraza la maaskofu kama ilivyo teki inaweza kutoa nyaraka za kichungaji, matamko au maazimio juu ya masuala ya kijamii, ya kisiasa na kiuchumi kwa lengo la kuongoza dhamiri za waumini katika taifa zima, kwa lengo la kulinda haki za binadamu na hadhi ya utu, kwa lengo la kuonyesha maoni ya pamoja ya maaskofu mbele ya serikali na umma. Hata hivyo, nyaraka hizo za baraza la maaskofu sio za kisheria na sio binding kwa kila askofu binafsi. Waraka wa Papa Yohane Paulo wa pili unaofahamika kwa jina la Apostololus Suos namba 20 mpaka 24 unasema, na hapa nanukuu: baraza la maaskofu haliwezi kuwa chombo cha kuchukua nafasi ya mamlaka binafsi ya askofu katika jimbo lake. Mamlaka ya baraza ni halali pale tu ambapo kuna umoja wa dhamiri na maaskofu wote wameridhia na kutia saini, au kama hawakuridhia wote basi theluthi mbili, na maamuzi hayo yao yameidhinishwa na Papa Mtakatifu kadri ya namba 120 mpaka 24. Kadri ya waraka huu wa Papa, baraza la maaskofu sio bunge la maaskofu kwamba lina uwezo na mamlaka ya kutunga sheria za kufuatwa na waumini wote.
Baada ya mtaguso wa Vatican ya pili mwaka 67 na msisitizo juu ya collegiality, yani maaskofu kufanya kazi pamoja, mabaraza ya maaskofu yalianza kupata nguvu sana. Lakini baadaye ilianza kujitokeza hali ambayo baraza lote au viongozi wa baraza walianza kutoa matamko ya kisiasa au ya kichungaji kiasi cha kuchukua nafasi na kupoteza mamlaka ya askofu wa jimbo katika jimbo lake. Hii ikapelekea mkanganyiko kiasi kwamba waumini wakawa wanasubiria waraka wa baraza la maaskofu ili wapate cha kuamini badala ya ujumbe wa kichungaji kutoka kwa askofu wao. Kardinali Joseph Ratzinger, ambaye baadaye alikuja kuwa Papa Benedikto wa 16, katika kitabu chake maarufu cha The Ratzinger Report, ukurasa wa 59 hadi 62, anaandika na namnukuu kwa Kiingereza: The Episcopal conferences have no theological basis. They do not belong to the structure of the church as willed by Christ. That cannot be eliminated. The authority of the bishops, in fact, is not collegial but personal. No Episcopal conferences as such has a teaching mission. It is only the individual bishops who teaches with authority in communion with the Pope. Kardinali Ratzinger, aliyekuwa mkuu wa shirika la imani wakati ule na mtu wa karibu sana na Papa, aliona zaidi matatizo yafuatayo. Moja, mabaraza ya maaskofu yalianza kuonekana kama chombo cha kisiasa au ushawishi wa kijamii, yani public opinion forming entity, badala ya kuwa vyombo vya kichungaji. Tatizo la pili aliloliona, maaskofu walianza kupoteza ujasiri binafsi wa kufundisha wakiwa katika majimbo yao kwa sababu ya kusubiri kauli za baraza la maaskofu. Namba 3, ufunikaji, yani overriding wa dhamiri na wajibu binafsi wa askofu kwa kujificha nyuma ya kivuli cha baraza la maaskofu. Na 4, maaskofu kuwa kama maafisa wa baraza la maaskofu badala ya kuwa wachungaji huru na wenye mamlaka kamili majimboni. Hatari ya 5 ni wataalamu peripets ambao sio maaskofu wanaoandaa hizi nyaraka kupenyeza mitazamo yao kuwa ndio mitazamo ya baraza la maaskofu. Nakubaliana kabisa na Askofu Ratzinger, maana hata hapa kwetu tayari waumini wameanza kuwa wakisubiri na wanawasikia wakisema tunasubiri tamko la TEC ili tuweze kuchukua msimamo fulani wa kisiasa. Nitoe mfano halisi wa naweza kuita Kardinali Pengo versus baraza la maaskofu. Mwaka 2015, wakati wa kura ya maoni ya katiba pendekezwa, TEC kupitia sekretarieti yake kuu chini ya askofu mkuu Paulo Ruzoka wa Tabora pamoja na CCT walitoa nyaraka rasmi pamoja iliyosema, na nukuu, waumini wa Kikristo wanapaswa kupiga kura ya hapana kwa katiba pendekezwa kwa sababu haizingatii misingi ya haki, usawa na demokrasia. Kardinali Pengo yeye akachukua mtazamo tofauti. Tena akatamka hadharani, na nukuu, sio jukumu la viongozi wa dini kuwaelekeza waumini wao kura ya kupiga katika masuala ya kisiasa kama haya. Kila muumini anapaswa kutumia dhamiri yake binafsi kupiga kura. Nakumbuka wakati ule kiongozi mmoja wa dini alimshambulia vikali Kardinali Pengo mpaka kusema alikuwa amevimbewa na maharage. Lakini kadri ya sheria za kanisa, Canon namba 381 kipengele cha kwanza ambacho nimekuja kukisema, askofu hawezi kulazimishwa na baraza la maaskofu kuunga mkono msimamo fulani. Yeye mwenyewe ndiye mchungaji halali wa jimbo lake na lazima atoe maamuzi kwa kuzingatia dhamiri yake ya kichungaji. Na kwa hiyo Kardinali Pengo alikuwa na haki na alikuwa sahihi kupingana na msimamo wa TEC ikiwa aliamini kuwa haufai kwa jimbo lake au kwa kanisa la Tanzania. Msimamo wa Kardinali Pengo pia unaendana na mafundisho ya Kanisa Katoliki kama yalivyo kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki nambari 1782 hadi 1785, unaosisitiza kuwa mtu ana haki na uhuru wa kutenda kadri ya dhamiri yake binafsi na bila kulazimishwa wala kushurutishwa. Kwa hiyo kanisa halipaswi kuchukua, yani kuripika maamuzi ya kisiasa kama vile kupiga kura.
Kanisa pia hufundisha na Kardinali Pengo alisisitiza watu waelimishwe lakini sio waamuliwe. Hakuna shaka kuwa teki ilikuwa imejiongoza vibaya katika jambo lile. Lakini waumini wengi walisombwa na mapenzi ya kisiasa na utii kwa viongozi wao, walidhani kuwa teki ilikuwa sahihi na Kardinali Pengo alikosea, wakati ukweli ulikuwa ni kinyume chake. Kardinali Pengo alikuwa sahihi, baraza la maaskofu lilikuwa limekosea. Ndugu zangu wapendwa, katika sherehe za Pasaka mwaka huu tumeshuhudia tena matamko ya maaskofu wa Kanisa Katoliki na viongozi wengine wa Kikristo. Baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti homilia ya baba askofu wa jimbo la Lindi, ambaye pia ni rais wa teki, kana kwamba ni tamko la kiwaraka la Baraza la Maaskofu Tanzania teki. Mimi naomba nitoe pia ujumbe wa Pasaka kwenu nyinyi ndugu zangu wana Lindi, lakini pia kwa kanisa letu la Tanzania kwa niaba ya Baraza la Maaskofu, lakini pia kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ukweli na uhalisia ni kwamba hakuwa anatoa msimamo wa teki, kwani kwa taarifa zilizopo teki hawajatoa waraka wala tamko rasmi la Pasaka lenye maneno yaliyosemwa katika homilia ya baba askofu wa Lindi. Ndani ya homilia ile baba askofu alikwenda mbali hadi kutoa amri kwa vyombo vya dola kumwachia mwananchi aliyeshikiliwa kwa tuhuma mbalimbali. Wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe, mbali itende kazi zake kwa haki. Nadhani baba askofu alifika mbali kidogo, lakini ushahidi kwamba tamko lile sio la teki ni matamko ya maaskofu wengine kwenye majimbo yao. Askofu wa jimbo Katoliki la Njombe kwa mfano, katika homilia yake ya Pasaka ametoa ujumbe akisema kwamba uchaguzi ni wetu sisi raia wa Tanzania na wala sio wa vyama vya siasa. Kwa sababu kuna shida hapa, vyama vya siasa wanaweza kudhani kwamba wao ndio wana hati miliki ya uchaguzi. Hapana, uchaguzi ni wetu sisi wa Tanzania, na hata ukisema hautakuwepo, sisi tukienda kuchagua tutachagua. Hata ukisema upo utakuwepo, tusipoenda hautakuwepo, kwa sababu ni sisi raia wenye nguvu, umma ndio wenye nguvu. Maana yake nini? Kwamba askofu wa Lindi alitoa homilia na ujumbe wa kichungaji kwa waumini wa jimbo lake la Lindi, na askofu wa Njombe ametoa homilia na wasaha za kichungaji kwa waumini wake wa Njombe. Nimeona ni muhimu kupitia haya niseme kwamba waandishi na vyombo vya habari vinapokuwa vinatoa taarifa kwa umma vizingatie weledi wa mambo wanayokuwa wanaripoti ili kuepuka kuleta taharuki na mkanganyiko, kwani wamesema kwamba Baraza la Maaskofu limesema, teki imesema, wakati kumbe yale yalikuwa ni mahubiri ya mchungaji wa Lindi kwa waumini wake, kama alivyokuwa mahubiri ya mchungaji wa jimbo la Njombe kwa waumini wake, na kama ambao maaskofu wengine wamefanya nchi nzima. Tukifanya hivyo basi tutaondoa taharuki na mkanganyiko usiokuwa wa lazima. Niwatakie nyote sherehe njema za ufuko wa Bwana, na wakati wote wa kipindi hiki cha Pasaka tumsifu Yesu Kristo.